inasema wakaelekea alfajiri na mapema. Kwenda wapi? Kwenda wapi? Angalia maandalizi walioyafanya. Maandalizi ya kwanza, mioyo yao ilikuwa tayari kwenda kushuhudia. Maandalizi ya pili, wakaandaa manukato. Hebu sema manukato. Hebu sema manukato. Wangapi wameandaa manukato leo kwa ajili ya Kristo? Yaani walishajipanga kuleta manukato kwa ajili ya Kristo. Hawa walijiandaa. Sikiliza, wajua vitu vya rohoni havitokei tu kwa kubahatisha. Hata watu wote unaosoma katika Biblia walikutana na Mungu, kuna maandalizi waliyafanya. Sasa wewe Mkristo uliye na ushuhuda halisi wa Kristo kwenye maisha yako, nazungumza na wewe uliye na ushuhuda wa Kristo, umemwandalia manukato gani leo? Ndio maana unaiona safari yao inaratibiwa na Mungu. Kwanza mle kaburini wanamkuta kijana amekaa. Wao walimuona kama kijana. Ukisoma Biblia zingine zinamtaja yule kijana ni nani? Ni nani? Ni nani? Mbona anataja wachache, wengine mnaunguruma tu. Anataja nani? Malaika. Ila wao walimuona kijana amekaa pale, kwa sababu mioyo yao ilikuwa na utayari. Lakini sio utayari tu wa ndani, wakaandaa na sadaka ya manukato. Kuna namna mioyo yao imejipanga kumwona Yesu. Sasa wewe unapokea tukio muhimu na kubwa kama hili. Unajua, sikiliza nikwambie, Mkristo tumefundisha sana huko nyuma kwamba Mkristo ana sikukuu kubwa ngapi? Ngapi? Ya kwanza kuzaliwa nani? Wewe. Kuzaliwa kwa Yesu. Tuko pamoja? Manake Yesu anakuja duniani kuleta wokovu. Tunaita Christmas. Tunaadhimisha tukio la sikukuu ya kuzaliwa kwa nani? Haya, sikukuu ya pili inayofuata ni ipi? Inayofuata ni ipi? Ni hii Pasaka. Na Pasaka maana yake ni Yesu. Yesu ndiye Pasaka wetu. Aliyejitoa wapi? Msalabani. Kwa hiyo Mkristo mwenye ufahamu, anayejua ana ushuhuda wa Kristo ndani yake, Pasaka kwake ni sherehe kubwa, ni tukio kubwa. Maana ndiyo iliyotufanya kuwa hivi tulivyo. Yesu angeshindwa kufa pale msalabani, tungekuwa hapa tulipo? Tungekuwa hapa tulipo? Adamu wa kwanza, si unajua alishindwa bustani mwa Edeni, na dhambi kafanyaje? Ikaingia. Na Yesu amekuja akiwa Adamu wa pili, ingawa yeye ni Mungu, amekuja katika mwili akichukua sura ya Adamu yule wa kwanza aliyeshindwa. Kwa hiyo nguvu ya imani yetu ni pamoja na tukio hili tunalo liadhimisha leo la kufa na kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Pasaka ni sikukuu muhimu sana. Haya, sikukuu ya tatu ni ipi? Sikukuu ya tatu ni ipi? Ni ipi? Pentekoste maana yake nini? Pentekoste maana yake 50. Maana yake ukisema Pentekoste una maana ya 50. Sasa ilipotimia siku ya 50, Bwana kafanya tukio. Tukio gani hilo? Tukio gani hilo?
la ujazo wa Roho Mtakatifu, kanisa likazinduliwa. Hawa waliokuwa hawaamini, hawa waliokuwa waoga, Wakristo waliokaa kanisani bila nguvu, wakapokea nguvu. Kwa hiyo sisi hatuangalii 50, tunaangalia tukio la siku ya ambalo ni nini? Ni nguvu za Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ambayo ndio nguvu hii iliyomfufua Yesu, kumtoa kaburini. Unajua, kwa akili za binadamu by nature, mwanadamu akisha kufa, unaona hata Yesu wakati anaenda pale kwa Lazaro, walimwambia alishakufa, ananuka. Sababu akili ya binadamu ina kikomo, elimu ya wanadamu ina kikomo. 5 jumlisha 5 ni 10. Akishabaki hapo humtoi. Kwa akili najua amekufa, ananuka. Sasa hawakumuelewa Yesu amebeba nini. Yesu amebeba nguvu. Akawaambia hivi, mimi ndimi huo uzima na nini? Mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yaani wakati wanahangaika na mwanadamu atafufuliwa siku gani, hawakujua kumbe mkuu wa ufufuo wanaye. Tuko pamoja? Wakati wanahangaika na uhai wa Lazaro ulioondoka, hawakujua mkuu wa uhai yupo, na huyo ndio uliyembeba wewe. Unajijua hivyo? Wangapi wanajua hivyo? Yaani wewe ukiwa umembeba Yesu, umebeba uhai, umebeba ufufuo, umebeba na uzima. Mpigie Bwana makofi mazuri. Amen. Ndio maana Mkristo huwezi kumkuta ni goigoi, kwanza ana vitu halisi. Sasa sikiliza, kama una ushuhuda wa Kristo ndani yako, weka nguvu zako kwenye madhabahu yako. Achana na tabia ya kurandaranda na kukaa unatangatanga na kuvamia maimani mengine ambayo hata hujui. Sikilizeni, niwahi kuambia kule nyuma, imani yoyote usioijua, hata kama inahubiri vizuri, uwe makini. Ndio maana Biblia ituambia zijaribuni hizo roho. Kwa sababu hata sisi hapa, sisi wenyewe hapa, ikiongea roho ambayo hatuielewi, hatulazimishwi kuiamini. Kwa mujibu wa Biblia lazima tuichunguze. Sasa mtu ambaye humjui alipokea wapi huo ufunuo? Malengo ya madhabahu yake ni nini? Nilikwambia kule nyuma, niwahi kusema, madhabahu yoyote ukiiona inajengwa na vitu kama 2 au 3. Cha kwanza, inajengwa na roho. Nyuma ya madhabahu yoyote kuna roho iliyo nyuma ya hiyo madhabahu. Hakuna madhabahu, hata madhabahu za mashetani, kuna roho inayooperate nyuma yake. Kitu cha pili, kuna fundisho ambalo liko nyuma ya hiyo nini? Hiyo madhabahu. Na cha tatu ni kuhani wa hiyo madhabahu. Hakuna madhabahu ambayo haina kuhani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa Mkristo aliye na ushuhuda wa Yesu, yaani wewe una ushuhuda. Kwa sababu wewe hata ukiwa hapa, hakuna mtu anayefundishwa kwamba umchukue binadamu kwa kiwango cha kuwa Mungu. Wewe unakuwa umepotea. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ila kwa mujibu wa neno la Mungu, tunapaswa tujifunze kwa wazazi wetu wa imani, kama wao wanavyomfuata nani? Wanavyomfuata nani? Kristo. Sasa Mkristo uliye na ushuhuda wa Kristo ndani yako, unavamiaje watu usio wajua? Sona hata wewe mwenyewe hujielewi. Wewe mwenyewe unakuwa hujielewi, kwa sababu Yesu ulishampata. Sasa unahangaishwa na nini? Yaani kinachokuhangaisha nini?
mara kesho uende kuombewa kwenye vyumba fulani, mara kesho si uende, ili weje? Ya unachotafuta ni nini? Sasa unajua kuna wakati tunaondoa macho kwa Yesu, halafu tunawatazama watu. Tuko pamoja? Sasa unapotazama mtu unajua madhara yake ni nini? Kuna watu mpaka maisha yao ya kiroho yamekufa, na kuna watu hata baraka zao zimeharibiwa kwa sababu ya uvamizi huu, na kuna wengine pia wameingiwa hata na maroho ambayo hawakuwa nayo, yaani wakamata tu, Sasa hata mimi kiongozi wako wa kiroho ninayekaa na wewe, ni lazima ujifunze unifahamu, na kumfahamu mwanadamu sio kazi ya siku moja. Tuko pamoja? Sio kazi ya siku moja. Sasa ukiwa na ushuhuda wa Kristo ndani yako, weka nguvu zako kwenye madhabahu yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nikuambie, hawa jamaa waliokuwa wanaenda kaburini, unakumbuka swali waliojiuliza? Walisema hivi, ni nani atatuvingirishia lile jiwe? Yaani akili ya binadamu kuna maswali huwa inajiuliza, itakuwa kuwaje? Alafu walipofika wakamkuta, kwanza akakuta kaburi liko, mshangao wa kwanza. Na kama umesikia wakati tunasoma, Biblia imesema hivi, lile jiwe lilikuwa kubwa mno. Manake ni kubwa na zaidi ya ukubwa. Ukubwa unazidiana, maana sio jiwe kubwa tu, ni kubwa mno, manake ni jabali sasa. Na ni kweli, mimi ambaye nimefika kwenye mdomo wa kaburi la Yesu, tuliingia watu watatu, yani tunaingia hivi kaburini sio mnaingia. Sasa mdomo ni mkubwa na ni pango mle ndani, tukaingia wote humo ndani, tunazunguka humo. Sasa ndio mifumo walikuwa wanaitumia wenzetu. Hawakuwa wanafanya kama sisi tunachimba kakaburi kanakuwa kakulaza tu mwili. Ni nyumba. Sasa walikuwa na swali kwenye vichwa vyao, ni nani atatuondolea lile jiwe, kuliviringisha, maana kulibirikita, kulisukuma litowe kwenye mdomo wa kaburi. Hayo ni maswali ya binadamu. Ndivyo hata wewe unavyojiuliza baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawa, lakini huhitaji kuwa na maswali hayo. Ukiwa na ushuhuda halisi wa Kristo katika maisha yako, tulia, wekeza nguvu zako kwa Bwana. Kwa wakati na majira Bwana atatokea. Hakuna atakaye kuzuia, hakuna atakaye chelewesha baraka yako, hakuna. Yaani Wakristo tunatakiwa tufike mahali tumfahamu Yesu kwa kiwango ambacho tunaweza kumpenda na kutembea naye bila kuyumba wala kuyumbishwa. Kwa sababu kwanza bado ni mapema mno. Ngojeni niwaambie, kwa mujibu wa Biblia nayoisoma, hayajatokea hata matukio makubwa ya kuwatikisa wanadamu. Tunayoyaona bado ni mvua za rasharasha, yatakuja. Kwa Wakristo wenye tabia, unajua, sikilizeni niwaambie, tabia haijengwi siku moja. Ukishajifungua, yaani ukishajiruhusu kuwa na tabia ya uzururaji hata wasili, tabia inakoma, inakuwa, halafu inakoma, halafu kesho itakuja kuangusha mambo makubwa. Ndio maana ujifunze kuwa na msimamo binafsi kwenye maisha yako, kwa sababu hakuna mwanadamu aliye na vitu vya kukupa
wote watakuambia, hata angekuwa nafundisha kwa kiwango gani, ataishia tu kukuambia itakuwa hivi, itakuwa hivi. Sana shida ni wewe mwenyewe. Ndio maana Yesu aliwaambia neno moja tu, imani yako imefanyaje? Imani yako imefanyaje? Sasa Mkristo ukiwa na ufahamu huo, tafuta kumpendeza Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tafuta kumpendeza yeye. Yaani wewe, kwa mfano leo tunakutana kwenye ibada muhimu kama hii, una vitu vya kufanyia kazi. Hivi nguvu hii iliyomfufua Yesu manake ipo? Tuko pamoja? Ipo haipo? Je, inafanya kazi na mimi? Unaanza kusearch kwenye maisha yako, vitu gani vimekufa ambavyo haviendi sawa. Kwa sababu ni lazima nguvu hii tutake kuiona, maana ipo. Eneo gani limekufa, haliko sawa kwenye maisha? Itafute hiyo nguvu, uone kama haitokei kwenye maisha yako. Lakini ukiendelea kujiachia, utaendelea kufa na kuharibikiwa, hakuna kitu kitasimama kwenye maisha yako. Ni lazima, kama Ezekia aliambiwa, yani Israeli waliokuwa wamepoteza tumaini lao kwa Mungu, walikuwa wanatazamwa kama wafu. Tuna Wakristo wangapi miaka hii ambao hata ukiwaangalia tu kwa macho unagundua hawana imani na Mungu? Kwa sababu hata kukosa kwao utulivu tu kuna tafsiri kwamba hao watu kama wanamwamini Mungu ni kidogo. Kuna vitu vya kufanyia kazi kwenye maisha. Kwa mara ya mwisho ulijazwa na Roho Mtakatifu lini? Kuna vitu vya kufanyia kazi. Pima kiwango cha upendo wako kwa Yesu. Wakati unaokoka, upendo wako kwa Yesu ulikuwaje? Na leo jilinganishe. Ulikuwa hata ukikaa kwenye mafundisho ya neno la Mungu kama hivi utamani kutoka. Leo hii ukikaa kwenye kiti ni kama kuna kina misumari. Ni ugonjwa sio ugonjwa? Hata usipokuja kwenye ibada unaona ni sawa tu. Ni sawa? Hakuna vitu vya kufanyia kazi. Ulikuwa unaomba, unasikia kama mahali ulipo ni kama sasa umeshapaa kwenda mbinguni. Sasa hivi hata mtu akikwambia omba dakika 2 tu huwezi. Nilikuwa nawaambia Ijumaa kwamba hivi, moja ya maombi matamu ni maombi yale unaamka saa 8 au saa 7 pakiwa pako kimya, unakwenda kama ni sebuleni kwako au chumbani kwako, kama unanyosha miguu au unalala au unaanguka kifudifudi, unaanza kuzungumza na Mungu. Sikiliza, ukijizoweza kuomba kwa mida hiyo, hautatamani kuacha. Narudia tena, hautatamani kuacha. Kwa sababu Mungu anathamini usingizi ambao umeukata. Yaani umeamua usiku ugawe kwamba nina saa 1 ya kwenda kukaa na Yesu, nimwambie maisha yangu, nimwambie matatizo yangu, nimwambie changamoto nazopitia. Hayo maombi ukiyazoea hayo, ni lazima yabadilishe viwango vyako vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukaenda mbele ukaongeza na kufunga. Ni lazima kiwango chako cha kiroho hakitabaki hivyo. Sasa tuna Wakristo wengi hawafungi. Hata hivi tumeanzisha maombi kwamba kila Mkristo angalau awe na siku moja afungie nyumbani. Kuna mwingine humu yuko anakuwa anapanga kufanya ujanja ili humu apige nini? Sasa wewe unashindwa hata masaa 12 ya nyumbani. Wewe ni Mkristo wa aina gani? Sasa Wakristo wenzako wameshaenda mbele, wameshajiongezea mpaka na siku. Kuna watu
kila wiki inayoenda kwa Mungu ana siku moja au mbili za kwenda mbele za Mungu, na Bwana anajua ana njaa ya kiroho, hajashiba, hajaridhika. Na kama kuna kitu Mungu anaheshimu, tulijifunza Jumapili wakati mwalimu hapa wakati wa wiki ya wanawake alitueleza vitu vya muhimu sana, kwamba unapofunga inaonyesha wewe ni mtu wa aina gani. Yaani huishi kwa kutegemea akili zako na nguvu zako, manake unajua msaada wako mahali unapotoka. Sasa Mkristo aliyekwisha acha kufunga, aliyekwisha acha kuomba, maana yake ana nguvu nyingine nayo itegemea. Yaani kama uko hapa hupendi kufunga, hupendi kuomba, una mahali unapochota nguvu, na haiwezi kuwa kwa Mungu, maana yake ni upande wa pili. Sasa kama wewe unajua Mungu ndio chanzo cha kila kitu kwenye maisha, lazima siku zote utaonyesha hali hiyo ya uhitaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na nguvu hii wapendwa ipo, kwa sababu ndio inayotupa kuona. Unapomwamini Yesu tu unaanza kuiona inafanya kazi kwenye maisha yako. Unaanza kuona kuna vitu vinabadilika. Ulikuwa na tabia fulani, ulikuwa na maisha fulani, ulikuwa na mambo fulani, unaanza kuona automatically mambo mengine yanaanza kufa. Sasa hii nguvu ni halisi, inafanya kazi ambazo zinaonekana katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hii nguvu kiangalia ina matumizi tofauti tofauti. Inaonekana katika maeneo mengi, katika kuwazaa watu mara ya pili, katika kubadilisha vitu sugu vilivyokomaa kwenye maisha, katika kuponya watu mateso yaliyokaa muda mrefu kwenye maisha ya watu. Unaposoma kazi zote Yesu amezifanya, kilichofanya kazi ni nguvu ya Mungu tu. Imewaweka huru watu. Mama mmoja aliyekuwa amepinda mgongo, Yesu anaweka mkono, mara moja mkono umenyoshwa na nini? Maanake kuna nguvu ya kiungu imetumika kumfanya yule mama kuwa mzima. Mtu aliyekuwa mlemavu, mtu aliyekuwa sio alikuwa yuko koje, sio alikuwa haoni, aliyekuwa na shida, hiyo yote ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu kiangalia imetumika katika maeneo tofauti tofauti, na Yesu ndiye anatuthibitishia kwamba hata yeye akiwa kule kaburini, kilichomtoa ni nguvu ya ufufuo. Jina la Bwana libarikiwe. Hata sisi leo tunapoliadhimisha tukio hili la kufa na kufufuka kwa Yesu, ni lazima tutamani sana kuona hiyo nguvu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kila Mkristo atamani kuona nguvu hiyo katika maisha yake. Lazima utamani hiyo, yaani iwe ndio kiu ya moyo wako. Hatuishi tu kuruka na kushangilia Yesu alifufuka. Maana yake nini? Maana yake ufufuko wa Yesu tuna utafsiri ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunajipima tulivyo. Unajiangalia wewe, hivi bado ni hai au nimekufa? Nahitaji ufufuo leo. Mimi ninaishije? Ninashirikianaje na Yesu? Nguvu yangu ya kumtumikia Mungu ni ile ile? Nguvu yangu ya kumtumikia Mungu imepotea? Nguvu yangu ya kumwabudu Mungu, nguvu ya kumtafuta Mungu, nguvu ya kumtolea Mungu, je, ninafanyaje? Ni lazima uilete kwenye maisha yako halisi. Ujipime, bado ni hai ndani ya Kristo au kuna vitu vimekufa? Uangalie maeneo gani yamekufa, uangalie maeneo gani hayako hai. Halafu mwambie Bwana, leo ninasihi nguvu yako. Leo ninasihi nguvu yako katika maisha yangu. Na mimi nimegundua kama Israeli walikufa matumaini, nimegundua imani yangu kwako imepotea, imeshuka. Nimegundua nguvu yangu ya kumtumikia Mungu imepotea. Nimegundua nilikuwa najazwa Roho Mtakatifu, napata mafunuo ya kiungu, sasa hivi sioni chochote. Nimegundua nilikuwa siwezi kulala bila kuomba, nilikuwa nasikia kuomba najazwa nguvu, nilikuwa nasikia. Yani kila mtu kianza kujiasesi wewe mwenyewe, una kitu cha kufanyia kazi kwenye maisha yako, kwa sababu Yesu hawezi kufufuka
akatuacha tubaki katika hali ile ile. Ni lazima kuwe na badiliko tunalolithibitisha kwenye maisha yetu. Ni lazima kuwe na kitu ambacho mtu wewe unakiona, kwa sababu sisi hatusherehekei kama wapagani. Wapagani wao wanajua ni kuruka na kuimba peke yake, lakini sisi tunakwenda mbali ya hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tuna vitu tunatazama, tunaunganisha. Naangalia hali yangu ya kiroho, hali yangu ya juzi, ya miaka iliyopita na ya sasa nilio nayo. Ninausikia ufufuko wa Kristo, ninasikia nguvu yake hii hai ndani yangu, ninasikia bado kuna uzima wa Bwana ndani yangu. Lazima ujiasesi mwenyewe, ni lazima ujitathmini. Hali yako ikoje? Biblia inasema una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Hauko moto na hauko baridi. Nini kinasababisha mtu awe baridi? Ni vifo. Kuna mambo yanapoza, lakini mtu akiendelea kukaa katika hali ya kupoa, matokeo yake anaweza kushtuka ameshajifia na hajui alikufa lini. Sasa mpendwa, natamani nguvu hii iwe halisi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unitazame ninapoenda kumaliza. Naomba unitazame, kila mtu anitazame ninapokwenda kumaliza. Natamani kila mtu aanze kujisachi mwenyewe, aanze kuangalia ndani yake kuna kitu gani cha kufanyia kazi. Linganisha wakati malaika Yesu anaongea na Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo. Aliongea, alitoa jumbe kwa makanisa 7. Makanisa 7. Kumbe hii inaonyesha Mungu naye alivyo waajabu, analitambua kila kanisa. Yale makanisa 7, kanisa la Efeso, la Simlina, la Pergamo, swila wapi, yani inaonekana Mungu analitambua kila kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia, kila kanisa alikuwa anaeleza mapungufu ya watu walionayo. Manake kama angekuja kuongea na sisi leo, kwa sababu yeye anayo darubini nzuri, ana kipimo ambacho akipima anaweza kuona moyo hapa ambao upo katikati yetu, lakini unatenda dhambi kama kawaida. Anauona moyo ambao haujawahi kujazwa na Roho Mtakatifu tangu umeamini. Anauona moyo ambao hauguswi hata kumtolea Mungu zaka kwa uaminifu. Anauona moyo ambao hauguswi hata kutumika kufanya huduma mbalimbali za kumtumikia Bwana. Yeye jicho lake likitazama linaweza kuona. Sasa alipokuwa anayatazama, alipoyamulikia ile makanisa 7, alikuwa analisema kanisa moja baada ya jingine. Sasa kuna kanisa lingine alipoangalia, akakuta watu wamekufa, wamebaki wana majina tu, wanatembea na majina yao, lakini ndani vitu vya kiroho vimekufa, vitu vya kiroho vimeharibika, mambo yako vibaya, hakuna kinachoendelea kwenye maisha yao. Anawaambia kwa kanisa fulani, andika, una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Lakini Mungu wa rehema anawaelekeza mambo ya msingi ya kufanyia kazi. Wengine anawaambia wamepoteza upendo tu wa kawaida, kama kanisa la Efeso. Anasema umeacha upendo wako wa kwanza. Maana yake upendo wa kwanza, baada ya mtu kuamini, alikuwa na wiwa kumwomba Mungu, anawiwa kumwabudu Mungu, anawiwa kumpenda Mungu, anawiwa kumtolea, anawiwa kutumika. Lakini sasa ule msukumo wote umekufa ndani yake, amebaki anaenda tu, anajivutavuta. Anasema umeuacha upendo wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu Bwana alipopiga picha namna hii, akagundua vitu vilivyokufa kwenye mioyo ya watu. Sikilizeni, tunapoadhimisha tukio la kufufuka kwa Kristo, lazima tulilete kwenye maisha yetu na kila mmoja ajipime. Sikiliza, kipimo chetu sisi sio kwa mwanadamu yeyote, tunajipima kwa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunapojipima kwa Kristo, kuna vitu vya kufanyia kazi, kuna mambo utayaona, kuna mahali utagundua kwamba Bwana, fufua eneo fulani. Mwingine ni ndoa imekufa, mwingine ni tumbo la uzazi limekufa, mwingine sijui ni afya, mwingine sijui ni uchumi, mwingine sijui ni kitu gani, ye mwingine ni mahusiano tu na watu yamekufa. Kwa sababu kuna wakati ibilisi anakula mpaka mahusiano, anaua watu sahihi ambao angeweza kukushika mkono na kukupeleka mahali fulani. Ibilisi anawapeperusha, analeta kifo cha mahusiano,
unashangaa watu sahihi wanapotea, unabaki tu na mangamanga peke yako. Ni lazima jicho lako litazame, ni maeneo gani namhitaji Bwana, ni eneo gani nahitaji kumwona Mungu. Bwana, ninakusihi, fufua, 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 fufua. Pokea nguvu ya ufufuo katika jina la Yesu.